amtembeze na afurahie na yeye. Mwanzo yeye ndiye babake na ndiye mamake. Unaona? Ina maana hapa basi bibi yake akaiaga dunia. Sasa Tony Jaa atafanya nini hapa basi na mtoto wake ni mgonjwa. Lakini ajabu ni kuwa ugonjwa ambao uko na mtoto wake. Sasa hapa ni kumuombea, wewe Mungu uliye mbinguni, saidia toto langu lipone. Dadi niko poa. Lakini ugonjwa uko ndani yake. Na huu ugonjwa unaweza tibiwa tu na mafuta yenye inakuwa ndani ya bone marrow ya mtu fulani. Kwa hivyo akaambiwa kuna mtu kulingana, elewa sasa siku hizi duniani mtazamaji, kila kitu inakuwa kwa data. Unaona? Yaani ukizaliwa blood group yako kila kitu inawekwa. Sasa kuna mtu ambaye bone marrow yake inaweza ikamponya huyu mtoto. Madaktari wamekuwa wakijaribu kumpigia simu yule mtu, lakini yule mtu amekuwa hapa basi hajibu. Akaambiwa dunia mzima kuna mtu mmoja tu ambaye anaweza bone marrow yake inaweza tibu mtoto wako. Lakini hatuwezi kukupatia namba zako. Mwanzo hiyo ni mambo ya madaktari. Sasa aliona file ya yule mtu imechukuliwa, imeenda kuwekwa. Huyu mtu amekataa kuchukua simu. Na huyu mtu bone marrow yake inaweza tibu saa ni mtoto wa Tony Jaa. Huyo mtu, file ya huyo mtu ilikuja kuwekwa hapa na huyu mama Manono. Mama Manono akaweka ile file. Na unasikia hii file ni ya jina na namba za mtu ambaye bone marrow yake inaweza tibu mtoto wa Tony Jaa. Sasa Tony Jaa alikuja kaiba ile file. Akachukua stori zote kuhusu yule mtu. Zaidi akachukua namba ya simu ya yule mtu. Kuangalia ni +8. Hiyo ni kumaanisha hapa basi yule mtu ni wa Hong Kong. Kwa hivyo yeye alipigia yule mtu simu. Lakini cheki hapa sana, nataka utazame vizuri zaidi. Akapiga simu. Lakini kupiga simu, ile simu yenye alipiga, cheki, hii simu ilichukuliwa. Nataka utazame hapa vizuri zaidi. Mwanzo jamaa wetu anapiga simu. Mwenye hiyo simu ndiye bone marrow yake inaweza tibu saa ni mtoto wake Tony Jaa. Kumbe naye saa anaota ati wakati mmoja atakuja kupatana na ubwa mwitu.